Mwanafunzi wa mtaani aliyebadilisha maisha ya binti wa bilionia huyu ni Sholola. Akiwa na umri wa miaka 12 tu, alikuwa amepitia maumivu na taabu zaidi ya watu wengi wanavyopitia katika maisha yao yote. Alizaliwa na kukulia mitaani na mama aliye na tatizo la akili. Sholola hakuwa na baba, hakuwa na nyumba na hakuwa na mtu wa kupigania mustakabali wake. Alitumia miaka 2 tu shuleni kabla ya kuacha masomo kwa sababu mwanamke mmoja aliyekuwa anamlipa ada alipotea. Bila matumaini, amesahauliwa, lakini akiwa na akili kubwa. Lakini siku moja kila kitu kilibadilika. Alikutana na Jessica, binti wa bilionea anayesoma katika shule bora zaidi ambayo pesa zingeweza kununua. Lakini alikuwa anapambana kujifunza. Na ilikuwa Sholola, msichana asiye na viatu kutoka mitaani, ndiye aliyekuwa mwalimu wake wa siri. Lakini Jessica, baba mwenye nguvu, alipogundua mtoto wa mtaani akimfundisha binti yake chini ya mti wa mwembe, alichofanya kitakushangaza. Kwa hiyo chukua popcorn yako, kaa vizuri, na jiandae kwa hadithi moja ya nguvu zaidi uliowahi kusikia. Na kama wewe ni mpya hapa, usisahau kujiandikisha na kubonyeza kitufe cha kupenda ili kuunga mkono hadithi za kuhamasisha kama hii. Hebu tuanze sehemu ya pili, maisha ya mtaani. Kitu chafu, nimesema ondoka hapa. Mate ya uchungu yalitoa inchi chache mbali na miguu ya Sholola isiyokuwa na viatu. Hakuhamia, alikuwa amezoea matukano. Sauti ya mama wa sokoni ilikata hewa tena. Je, hapa ni mahali pataka? Wewe na yule mama mwenda wazimu ni bora mwondoke kabla sija kunyunyizia maji. Sholola alishikilia mama yake kwa nguvu. Abini aliyekuwa ameketi bila viatu karibu na mfereji, akijiongelea na kuchora mifumo mavumbini kwa kidole kimoja kinachotikisika. Leso yake ilikuwa imeanguka nusu, ikifunua makovu na uchafu, lakini Abini hakutambua. Alikuwa amepotea katika ulimwengu mwingine, ulimwengu ambao yeye peke yake angeweza kuona. Watu walipita, wengine walipunguza mwendo, wengine walitazama. Mwanamke mmoja alisimama, akakunguta kichwa na akaendelea kutembea. Hakuna aliyesaidia, hakuna kamwe. Sholola alikuwa na umri wa miaka 12, lakini mitaa ilikuwa imezisha roho yake. Hakuwa analia tena watu walipomwita majina: binti wa mama mwenda wazimu, msichana wa mfereji, mtoto aliyelaaniwa. Alikuwa amesikia yote. Kilichomuumiza zaidi ilikuwa huruma, aina tupu ambayo ilikuja na kung'uta kwa kichwa na hakuna mkono wa kusaidia. Mama yake alikuwa mzuri, au ndivyo Sholola alivyofikiria. Katika siku chache za ufahamu, Abini alikuwa akiimba nyimbo za Yoruba za usingizi na kumwita Sholola malkia. Lakini nyakati hizo zilikuwa kama nyota za mwali, fupi na zimekwisha kabla hujaweza kuzigusa. Siku nyingi, Abini hakuweza hata kukumbuka alipokuwa. Angepiga kelele kwa taswira yake katika madimbwi, kutupa mawe kwa vivuli, na kukimbia kutoka kwa majini wa kufikirika. Sholola hakuwa na baba, hata jina la hakuna, hata picha hakuna. Baba yangu ni nani? Aliuliza mara moja, miaka iliyopita. Abini alimtazama kwa macho tupu na kujibu, sijui, labda mvua, labda mvua. Hiyo ilikuwa mwisho wa mazungumzo hayo. Walilala chini ya kioski kilichovunjika karibu na mile 12. Ikiwa mvua ilinyesha, walinyesha. Ikiwa ilikuwa na joto, walichomwa. Godoro lao lilikuwa kartoni iliyosagwa. Blanketi yao ilikuwa kimya. Sholola hakujua maana ya kuota tena. Kuishi tu ndio lugha pekee aliyoisema. Kila asubuhi ilianza kwa njia ile ile. Abini akiamka akipiga kelele, akikuna hewani. Sholola angembeba, kumshikilia karibu, kumnongelea, ni mimi, mama, ni mimi. Kisha angemsafisha kwa upole, wakati mwingine kwa kitambaa na majitu kutoka kwa bomba la mfereji, na kumrejeshea kwenye eneo lile lile la kuomba barabarani. Mama yake aliomba. Sholola alitazama. Hiyo ilikuwa maisha yao. Mara kwa mara watu walitupa sarafu. Zaidi walitupa matukano. Mama, usizungumze leo, sawa? Sholola alisongona asubuhi hiyo, akifunga leso ya mama yake kwa nguvu zaidi. Kaa tu, kimya tu. Lakini Abini ghafla alisimama na kupiga kelele kwa gari lililopita.
Nipe mabawa yangu, niliacha kwenye buti lako. Dereva alipiga honi na kuepuka. Sholola alihisi mashavu yake yakiungua. Aligeuka na kukutana na macho ya msichana wa shule upande wa pili wa barabara. Amevaa vizuri, akishikilia boksi la chakula cha mchana. Msichana alitazama kwa muda, kisha aligeuka haraka, akimnongelea rafiki yake na kucheka. Sholola alitazama chini kwenye miguu yake mwenyewe, iliyofunikwa na vumbi. Kucha zake za miguu zilizongolewa, mikono yake kavu. Tumbo lake lililia, lakini alipuuzia. Njaa ilikuwa mwenzi wa daima. Hata hivyo, chini ya yote, aliota. Aliota kuketi darasani, kuinua mkono kujibu maswali. Aliota kuvaa sare, kuandika katika vitabu vya kuandikia, kusoma vitabu ambavyo havikuwa vimelowanishwa na mvua au kuchanika kwenye kingo. Aliota mtu yeyote, kumwita kwa jina bila dharau. Lakini ni nani angemtuma binti wa mama mwenda wazimu shuleni? Ni nani angemjali msichana ambaye mama yake alikimbiza ndege kwa sababu alifikiri walikuwa mashetani? Hakuna mtu. Na bado Sholola bado alikuwa na matumaini. Alitazama watoto wakipita na mifuko yao ya nyuma na nywele zao zilizosukwa vizuri, na alijiongelea, siku moja ataeketi darasani halisi. Siku moja atatoka kona hii iliyolaaniwa ya Lagos. Siku moja mama yake atatabasamu tena na kujua jina lake. Lakini alipotia mkono kwenye mfuko wake kuhesabu noti ya shilingi 10 na sarafu 3 walizopata mpaka sasa, alisikia mkuzi akipiga kelele nyuma yake, umaskini uteketezwe na radi. Sholola hakugeuka nyuma. Alimshikilia mama yake kwa nguvu zaidi na kunongelea, Amina, sehemu ya 3, kuonana na Auntie Linda. Ilianza na sahani ya wali wa jollof. Sholola alikuwa amekunjamana karibu na mama yake karibu na oshori mchana huo, tumbo lake likijikunja kutokana na njaa. Mama yake alikuwa na moja ya siku zake za kimya, akizunguka tumbele na nyuma kama rekodi iliyovunjika, macho yake yasiyolenga, midomo ikitikisika. Ndipo Sholola alipuna mwanamke akimtazama kutoka upande mwingine wa barabara. Mwanamke alisimama nyuma ya kibanda cha chakula chenye mvuke, viti vya plastiki, meza ya mbao, makopo mawili, na harufu ya wali uliopikwa na mchuzi wa pilipili. Alikuwa mweupe, mwenye mwili mkubwa, na alivaa gauni la kawaida la Ankara. Kulikuwa na kitu katika mtazamo wake, kitu ambacho hakikuwa huruma. Sholola aligeuka, akiwa na aibu. Alichukia kutazamwa kama mnyama bustanini. Dakika kadhaa baadaye, mwanamke alivuka barabara na kusimama mbele yake. Jina lako ni nani? Aliuliza kwa upole. Sholola alitazama miguu yake isiyokuwa na viatu, kisha akasongona. Sholola, mama yako yuko wapi? Sholola alionyesha mwanamke aliyekuwa karibu naye, ambaye sasa alikuwa akiimba kwa chupa tupu. Macho ya mwanamke yalilaini. Ni mgonjwa sivyo? Sholola aliunguta kichwa. Umeila nini leo? Sholola hakujibu. Badala ya kuendelea kuuliza, mwanamke alimkabidhi sahani ya chakula iliyofunikwa. Hapa kula. Sholola alisita. Wageni hawakutoa chakula bila kutarajia kitu kingine badala yake, kitu ambacho hakuwa tayari kutoa. Usijali, mwanamke alitabasamu. Mimi si kama wengine. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kukutana na Auntie Linda. Chakula kilikuwa cha moto, wali mtamu, nyama laini. Sholola hakula nyama kwa miezi. Jioni ile ile, Auntie Linda alirudi na maji ya chupa na sabuni. Hadithi yako ni gani mtoto? Aliuliza alipomhudumia Sholola kusafisha mikono yake. Sholola alimwambia kila kitu. Wazimu, soko, shule aliyokuwa akiangalia kwa uchungu. Njaa, matumaini, ndoto. Hakuilia, lakini sauti yake ilivunjika. Auntie Linda alimfuta mikono kwa kitambaa. Kesho, njoo kwenye duka langu. Utanisaidia kusafisha. Kwa kubadilishana, nitakulisha. Tunakubaliana? Sholola aliunguta kichwa kwa nguvu kiasi kwamba kichwa chake karibu kuanguka. Siku iliyofuata, Sholola alikuja. Alifagia. Aliosha sahani. Alihudumia wateja. Na alimtazama Auntie Linda kwa makini. Jinsi alivyotabasamu na watu. Jinsi alivyoendesha biashara yake ndogo kwa nguvu ya kimya. Mchana mmoja, Sholola aliketi chini ya kaunti akiandika nambari mchangani kwa fimbo. Auntie Linda aliinama na kuuliza, ulijifunza wapi hilo? Sholola alijibu,
kwa kutazama shule karibu na barabara kuu. Nilikumbuka kile mwalimu alisema. Mwanamke alibonyeza jicho. Unamaanisha hukuwahi kwenda shuleni? Nilikwenda mara moja kwa wiki 3. Auntie Bezi alilipa, lakini alihamia mbali. Auntie Linda alikaa kimya kwa muda mrefu. Wiki iliyofuata, alirudi na zawadi, kitabu kipya cha mazoezi na paketi ya penseli. Wiki iliyofuata, alienda hatua zaidi. Sehemu ya 4, shule na kuachwa. Wiki 3 baadaye, Sholola alisimama ndani ya darasa la shule ya umma lenye vumbi, mikono yake ikitetemeka, moyo ukipiga kwa nguvu. Alivaa sare ya mkono wa pili ambayo Auntie Linda alinunua kutoka sokoni la nguo za mitumba. Ilikuwa kubwa sana, lakini ilihisi kama taji. Jitendi vizuri, Auntie Linda alisema asubuhi hiyo alipomwacha. Nifanye kujivunia, sina pesa za kupoteza. Sholola aliunguta kichwa haraka, akishikilia mfuko wa nylon na kitabu chake kipya kama ilikuwa dhahabu. Siku ya kwanza ilikuwa ya ajabu. Watoto walitazama, wengine walicheka. Lakini wakati mwalimu aliuliza swali na Sholola alijibu kabla mtu yeyote aweze kuinua mkono, kila kitu kilibadilika. Alikuwa na akili sana. Alijibu maswali ambayo wanafunzi wakubwa hawakuweza. Alikumbuka mashairi baada ya kusikia mara moja tu. Aliandika kwa kasi na usahihi. Hata mkuu wa shule aliuliza siku moja, ni nani alimfundisha mtoto huyu? Sholola daima alisema, Auntie Linda. Kila jioni baada ya darasa, alirudi kwenye kibanda cha chakula kufanya kazi. Alisafisha, alisaidia kuhudumia, na wakati mwingine alionja mashuzi uliosalia au matunda. Lakini thawabu yake halisi ilikuwa kumtazama Auntie Linda akiunguta kichwa kwa idhini na kusema, msichana mzuri. Ilikuwa mara ya kwanza Sholola alihisi kuonekana, kupendwa. Kisha, wakati maisha yalionekana kuwa yanabadilika, kila kitu kilibadilika. Auntie Linda alikuja nyumbani usiku mmoja akishikilia bahasha nyeupe. Dada yangu Uingereza hatimaye amekamilisha karatasi zangu, alisema, machozi yakiwa machoni. Baada ya miaka 7 ya kusubiri. Sholola alitabasamu. Kwa hiyo tunasafiri? Mwanamke aliata kutabasamu. Hapana Sholola, mimi tu. Chumba kikawa kimya. Sholola alibonyeza jiko. Vipi kunihusu mimi? Auntie Linda alipumua kwa uchungu. Nimelipa shule yako hadi muhula huu. Labda Mungu atatuma mtu mwingine kukusaidia. Nimefanya yote niwezayo. Sholola alitazama sahani yake. Alitaka kupiga kelele, nichukue pamoja nawe, tafadhali. Lakini aliunguta kichwa tu. Wiki 3 baadaye, Auntie Linda alikuwa ameondoka. Hakuna aliyemwambia kwaheri. Hakuna mwingine aliyekuja kulipa ada ya muhula unaofuata. Mkuu wa shule alimuita siku moja na kusema, samahani, Sholola. Bila ada, huwezi kubaki. Alisimama nje ya lango la shule kwa masaa, akishikilia mfuko wake, akisubiri Auntie Linda arudi. Hakurudi kamwe. Sehemu ya 5, kurudi mitaani. Alisubiri nje ya lango la shule hadi jua lilipoanza kuanguka nyuma ya majengo. Sare yake ilikuwa na vumbi. Mfuko wake wa vitabu ulishikilia upande wake. Nzi walizunguka karibu na sikio lake, lakini hakuhamia. Macho yake yalikuwa yamelenga kwenye kona ya barabara ambapo Auntie Linda aliahidi kurudi. Lakini kona hiyo ilibaki tupu. Tumbo la Sholola lililia. Koo lake liliwaka kutokana na vumbi alivyomeza mchana mzima. Watoto walipita kwa makundi, wakicheka, wakikimbizana, wazazi wao wakisubiri na vitafunwa na mikumbatio. Hakuna aliyekuja kwake. Hatimaye, mlezi wa lango alimkaribia. Msichana mdogo, ni wakati wa kwenda. Sholola aliunguta kichwa polepole. Alisimama, alijituliza na kuondoka. Lakini hakwenda nyumbani. Nyumba ilikuwa wapi hata hivyo? Kios kilichovunjika alichotumia kulala na mama yake sasa kilikuwa na mpangaji mpya. Mlevi aliyemtishia kwa mkanda mara ya mwisho alijaribu kurudi pale. Kona karibu na tanuru ambapo Abini alikuwa akiomba sasa ilikuwa imemilikiwa na wavulana wawili waliokunya gundi na kupigana na yeyote aliyewatazama vibaya. Mitaa ilikuwa imebadilika wakati alikuwa ameondoka.
Kitu pekee ambacho hakikubadilika ilikuwa mama yake. Bado mwenda wazimu, bado bila viatu, bado akizungumza na mizuka na mashetani hewani. Sholola alipomkuta karibu na mfereji usiku huo, mama yake alikuwa akijaribu kulisha njiwa aliyekufa kwa gari iliyolowanishwa katika maji ya mvua ya kahawia. Mama, ni mimi. Twende mahali salama, Sholola alisongona. Lakini mama yake alipiga kelele tu na kumpiga. Sholola alimfuta damu kutoka kwa mdomo wake kwa nyuma ya mkono wake na kuketi karibu naye tu. Walitumia usiku wakijikusanya kwenye lami, wakizungukwa na visigara na mbu wanaong'ata. Mama yake alicheka katika usingizi wake. Sholola hakulala kabisa. Sehemu ya 6. Maisha ya taabu. Asubuhi iliyofuata, alivaa sare yake ya shule tena. Alifunga vitabu vyake kwenye nylon nyeusi na kutembea kurudi shuleni. Alisubiri moja ya lango. Labda wangebadilisha nia zao. Labda mtu angemsaidia. Lakini mkuu wa shule alipopita, alisimama na kusumbuliwa. Kwa nini uko hapa tena? Nilikuambia hakuna ada, hakuna shule. Nitalipa. Nitafanya. Sholola alikwama. Vipi? Wewe na yule mama mwenda wazimu hamli hata vizuri. Maneno yalipiga kama kofi. Walimu walipita. Wazazi walitazama. Mashavu ya Sholola yaliwaka kwa aibu. Tafadhali Bi, niruhusu kuketi nyuma tu. Sitatoa kelele. Mwanamke alikung'uta kichwa. Usijiaibishe. Hii si hisani, ondoka. Na hiyo ilikuwa yote. Malango yalifungwa. Sholola aliketi karibu na ukuta na kulia kwenye kitabu chake hadi herufi zilipotapatapa. Siku ziligeuka kuwa wiki. Alijaribu kurudi kwenye kibanda cha chakula, lakini sasa kilikuwa na mmiliki mpya. Auntie Linda alikuwa ameondoka kabisa. Mwanamke mpya alimfukuza. Aliuza jozi yake ya mwisho ya viatu vya kawaida kwa naira 300 na kuitumia kununua mkate na gari. Sare yake iliguka kijivu. Kitabu chake cha mazoezi kilinyesha mvua usiku moja na wino ulipita hadi maelezo yake yote yakawa hayasomeki. Watu walisimama kumuona kama yule msichana mwenye akili. Sasa alikuwa tu msichana mwingine wa mtaani, kivuli kingine tu kando ya barabara. Jioni moja, wakati akijaribu kupata mahali pakavu pa kulala, alimwona mvulana asiyezidi umri wa miaka 9 kuwasha kibri na kuvuta kitu kilichofungwa kwa karatasi. Alimtazama na kusema, "Njoo ujiunge nasi. Inakufanya usahau, inasema una njaa." Alikunguta kichwa na kuondoka. Njaa yake ilikuwa kubwa, lakini hofu yake ya kuwa kama wavulana hao ilikuwa kubwa zaidi. Bado alikuwa na hazina moja iliyosalia, akili yake. Na kwa namna fulani bado aliamini kwamba siku moja tu, yote yatabadilika. Sehemu ya 7. Kushikamana na ndoto. Hakuweza kujizuia. Haijalishi mara ngapi walimfukuza, kumtukana au kumdhihaki, Sholola aliendelea kurudi. Kila asubuhi, wakati watoto wengine walikuwa wakifunga kamba za viatu vyao na kuingia mashati meupe yaliyochanganyika, Sholola angepata njia yake kwenye uzio wa nyuma wa City Crest Academy, shule ya kibinafsi ambayo iliangalia kama jumba kutoka upande wake wa ulimwengu. Kuta zilipakwa rangi ya dhahabu. Madirisha yalikuwa na kioo kilichong'arishwa. Wanafunzi walivaa makoti na viatu vinavyong'ara, majina yao yakishonwa vizuri kwenye sare zao. Hakuwa na mahali pale, hata karibu. Lakini haikumzuia. Kulikuwa na dirisha moja lililofunguliwa kidogo nyuma ya darasa ambalo lilikuwa na ukingo mdogo ambao angeweza kusimama. Lilikuwa karibu na mti wa mwembe wa zamani ambapo hakuna mtu aliyetazama kamwe. Hiyo ilikuwa sehemu yake ya siri. Kutoka pale angeweza kuona kila kitu. Ubao mweusi, matatizo ya hesabu, mwalimu akielezea irabu. Sholola angeongea majibu kimya kwake mwenyewe, akishikilia kipande cha penseli kilichovunjika kama ilikuwa takatifu. Kitabu chake cha maelezo kilikuwa kimevunjika kwa mvua zamani, kwa hiyo aliandika kwenye vipande vya karatasi alivyochuma kutoka kwenye mapipa ya taka. Matangazo ya zamani, masanduku ya tishu, chochote chenye upande safi. Kila siku alibaki hadi kengele ilipolia. Kisha angetoweka kabla mtu hajamuona. Lakini Jumatatu moja hakuwa wa haraka ya kutosha. Mwalimu alimwona, msichana mwenye matambara na macho yangavu akiangalia kutoka nyuma ya dirisha. "Ewe, ni nani huyo?"
Mwanamke alipiga kelele. Sholola aliganda. Mwanafunzi aligeuka, akaonyesha kidole na kusema kwa dharau, ni yule msichana mwenda wazimu tena, yule anayetufuata. Darasa lilipasuka kwa kicheko. Mwalimu alienda kwa nguvu nyuma na kufungua mlango. Unataka nini? Ni nani alikutuma hapa? Sholola alikuwa makwama. Nataka kujifunza tu. Tafadhali niruhusu kusikiliza tu kutoka nje. Je, wewe ni mwenda wazimu? Unadhani hapa ni mahali pa umma? Hapana bi, lakini sitasumbua mtu yeyote. Naahidi. Nenda umwambie mama yako alipe ada ya shule kwanza, mwalimu alipiga kelele. Kama unajua mama yako ni nani. Midomo ya Sholola ilifunguka, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Mwalimu alichukua fimbo kutoka mezani na kuinua. Sholola aligeuka na kukimbia. Alikimbia kwa haraka kiasi kwamba hakuhisi machozi yakichoma mashavu yake hadi alipofika mtaa unaofuata. Hakukata tamaa. Siku iliyofuata alipata shule nyingine. Bright Scholars Academy, ndogo kidogo, lakini bado ilindwa. Hakujaribu dirisha mara hii. Badala yake, alikunjama na nje ya sehemu iliyovunjika ya uzio na kusikiliza. Watoto walipokumbuka jedwali zao za kuzidisha, alisongona pamoja nao. Walipoimba maneno kwa Kiingereza, alirudia baada yao. Wakati mwingine hata aliwasahihisha kwa kunongona. Asubuhi moja, mvulana alimwona na kutupa jiwe. Makawi, ondoka, unatuvuruga. Sholola hakuinginya. Jiwe lilimpiga begani, lakini alizuia machozi yake. Mtoto mwingine alicheka na kupiga kelele. Ni mwenda wazimu kama mama yake. Nenda ujifunze hospitalini ya wazimu. Hata hivyo, alikuja siku iliyofuata na siku iliyofuata. Lakini maumivu yana njia ya kujikusanyia. Mchana mmoja, askari wa usalama alimwona na kumvuta kwa mkono. Wewe ni nani unazunguka daima kama mwizi? Mimi si mwizi bwana, nataka kujifunza tu. Hakusikiliza. Alimsukuma chini na kumwonya, mara ijayo nikiona hapa, nitakupiga. Alipozurura akiondoka, Sholola alitazama juu kwenye jengo, kuta nzuri, madawati, ubao mweusi. Kila kitu alichotamani, lakini kila kitu asingezichoweza kugusa. Aliketi chini ya mti na kuanza kuandika jedwali za kuzidisha mavumbini kwa fimbo. Upepo ulipozipeperusha, alianza tena. Usiku huo, wakati mama yake akisimulia karibu naye katika usingizi, Sholola alitazama nyota. Mungu, alisongona, kwa nini unanitengenezea kuwa na akili halafu unafunga milango ya shule? Je, ulinipa ubongo huu ili niteseke tu? Hakukuwa na jibu, tu kelele za mbali za magari na kilio cha kimya cha mtoto mwenye shauku ya zaidi ya kuishi tu. Sehemu ya 8, kuuza maji. Mara ya kwanza Sholola alipobeba tray ya maji kichwani, shingo yake karibu iling'olewa kutokana na uzito. Alikuwa bila viatu. Tray ilikuwa imekunga. Mifuko ya maji safi haikuwa ya baridi sana, lakini ndiyo yote aliweza kupata kutoka dukani la Mama Dorcas kwa mkopo. Usivunje hata moja, Mama Dorcas aliwonya. Kama moja itaanguka, utalipa. Kama nitakuona umekaa kupumzika, utalipa. Sholola aliunguta kichwa. Alikuwa amezoea sheria zinazumiza. Alitekua tray na kuingia juani. Barabara ya Lagos haikujali kwamba alikuwa na umri wa miaka 12. Haikujali kwamba miguu yake ilikuwa na majeraha au kwamba mabega yake yalitetemeka chini ya joto. Yote yalijali ilikuwa biashara. Biashara ya maji safi ilikuwa vita. Wanawake wazima walimfukuza kando. Wavulana, huyu ni rafiki yangu, Jessica alisema kwa uthabiti. Jina lake ni Sholola. Atakuwa hapa kesho wakati wa chakula cha mchana. Mwache aingie. Mwanaume alitazama, akichanganyikiwa. Lakini yeye si. Yeye ni rafiki yangu, Jessica alirudia. Na baba yangu anamiliki shule hii. Una tatizo na hilo? Mwanaume alibonyeza jiko na hakusema chochote. Jessica aligeukia Sholola. Wakati ule ule kesho. Sawa. Sholola aliunguta kichwa polepole, bado hakuamini kilichokuwa kimetokea tu. Alipoondoka shuleni, alihisi kitu kipya. Si hofu, si aibu. Matumaini. Usiku huo, wakati mama yake akiimba kwa chupa iliyovunjika na kucheza bila viatu gizani,
Sholola aliketi karibu na mfereji na kuomba, Mungu, nimekutana na mtu leo, aliniona. Hakuniita mahafu au mwenda wazimu. Alisikiliza, tafadhali, niruhusu nimwone tena, usiache hii iwe ndoto. Kisha alilala, tabasamu usoni mwake. La kwanza katika muda mrefu sana. Sehemu ya 10. Urafiki unaokua. Walikutana chini ya mti wa mwembe kila siku. Wakati ule ule, eneo lile lile. Sholola alikuja bila viatu katika gauni lake la kahawia lililopasuka, akishikilia mfuko wa plastiki na karatasi zilizopasuka na penseli iliyobutu. Jessica alikuja katika sare yake iliyopigwa pasi na boksi la chakula cha mchana lililofungwa na mpishi. Wasichana wawili kutoka ulimwengu tofauti, lakini walipokuwa wameketi chini ya mti huo, hakuna kingine kilichojali. Urafiki wao ulikuwa kama moto baridini. Jessica alicheka zaidi sasa. Aliangalia darasani, si kwa sababu walimu hatimaye walielewa, bali kwa sababu Sholola alielewa. Usiisome kama roboti, Sholola angenongelea. Isome kama unavyozungumza na rafiki yako wa karibu sana. Jessica angejaribu, kungojea, kisha jaribu tena. Na alipopata, Sholola angepiga makofi kwa furaha kana kwamba alishinda tuzo. Macho ya Jessica yangaling'aa. Hakuna mtu anayeshipiga makofi, alisiri mara moja. Sholola alibonyeza jiko. Lakini wewe ni tajiri. Je, watu hawakusherehekea? Jessica alikunguta kichwa. Tu ninapovaa vizuri au baba yangu anapopanga sherehe. Si ninapojibu maswali sahihi. Si ninapojikwaa. Siku hiyo, Sholola alishikilia mkono wake na kusema kitu ambacho hakuwahi kufikiri angesema. Unastahili zaidi. Jessica hakusema chochote. Alishikilia mkono wa Sholola kwa nguvu zaidi. Mchana mmoja, walipokuwa wakishiriki spaghetti na ndizi ya Jessica chini ya mti, Jessica aliuliza, una rafiki wa karibu sana? Wewe, Sholola alijibu bila kufikiri. Jessica alitabasamu. Mimi pia. Kisha tabasamu lake lilidhoofika. Sholola, je, kama baba yangu atajua? Je, kama atasema hatuwezi kuwa marafiki? Sholola alisita. Kijiko chake kilining'inia juu ya boksi la chakula. Kisha utanisahau. Ndivyo inavyofanya kazi. Hapana, Jessica alipiga kelele. Sitafanya. Atakuwa na hasira, Sholola alisema kwa upole. Matajiri hawataki mabinti zao kuketi na wasichana kama mimi. Mama yangu anaomba barabarani, Jessica. Watu wengine wanasema amelaniwa, wanafikiri nimelaniwa pia. Jessica alikuwa kimya. Kisha aliinama mbele na kunong'elea, hujalaniwa. Wewe ni uchawi. Sholola alibonyeza jiko, akishangaa. Uchawi? Jessica aliung'uta kichwa kwa uthabiti. Ndiyo. Ni nani mwingine anaweza kufundisha bora kuliko walimu wangu wote? Ni nani mwingine anaweza kunifanya nicheke ninapohisi nataka kulia? Ni nani mwingine anaweza kufanya mahali kama hapa kuhisi kama nyumbani? Kifua cha Sholola kilijaa nguvu. Macho yake yalijawa, lakini alibonyeza haraka kuzuia machozi. Uchawi, Jessica alinonjelea tena. Hiyo ndiyo wewe. Walianza kushiriki zaidi ya chakula na vitabu vya masomo. Jessica alimletea Sholola brashi ya nywele, daftari ndogo ya bluu, hata jozi ya viatu mara moja, ingawa alikuwa akivivaa nadra, akiogopa mtu atavibia barabarani. Sholola kwa upande wake alisimulia hadithi za kweli na za kutunga. Hadithi kuhusu nyota kuangukia mapenzi na watoto wa mitaani, kuhusu wasichana waliopata shule na ndoto, na kuhusu mama walioponiwa na mavua. Jessica alisikiliza kana kwamba kila neno lilikuwa la maana. Na lilikuwa. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Jessica hakuhisi peke yake. Na kwa mara ya kwanza, Sholola hakuhisi asiyeonekana. Lakini walihifadhi siri. Jessica hakuwaambia walimu wake, hakuwaambia wanafunzi wenzake. Hakika hakumwambia baba yake, Chief Agu, mmoja wa mabilionea wenye kuchogopiwa na kuheshimiwa zaidi Lagos. Hakujua jinsi ya unawezaje kumwambia mwanaume anayeendesha makampuni ya mafuta na kuketi kwenye paneli za TV kwamba rafiki yako wa karibu sana ni msichana wa mtaani asiye na viatu? Na hivyo, chini ya mti wa mwembe, wasichana hao wawili walijenga ulimwengu wao wenyewe.
ulimwengu ambapo majina hayakujali, ambapo asili haikuwepo, ambapo binti wa bilionea na mtoto wa mama mwenda wazimu wangeweza kuota ndoto ile ile pamoja. Sehemu ya 11. Siku ya wasiwasi. Siku moja, Sholola hakufika. Jessica aliketi chini ya mti akisubiri. Aliangalia saa yake, dakika 30, kisha saa moja. Bado hakuna Sholola. Hofu iliingia kifuani mwake. Je, kitu kilitokea kwake? Je, aliugua au mbaya zaidi? Je, mtu alimfukuza tena? Alisimama tayari kukimbilia lango alipopata sauti laini. Jessica aligeuka. Palikuwa Sholola akipumua kwa nguvu, bila viatu, uchafu kwenye miguu, lakini akitabasamu. Samahani, nimechelewa, alisema. Mama yangu alikuwa na tatizo. Alikimbia barabarani. Ilibidi nimvute mbali kabla hajagongwa. Jessica alimkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu. Nilidhani haukuja. Sholola alicheka. Hata kama ningelazimika kutambaa, ningekuja. Jessica alivuta nyuma na kumtazama machoni. Siku moja nitamwambia baba yangu. Naahidi. Sholola alimeza kwa uchungu. Je, kama atasema hapana? Jessica alitabasamu na moto machoni. Kisha nitapiga kelele hadi aseme ndio. Usiku huo, chini ya taa dhaifu ya taa ya mtaa iliyovunjika, Sholola alilala karibu na mama yake, aliyekuwa akiimba kwa nafsi yake, akishikilia jiwe kama ilikuwa mtoto. Sholola alitazama angani. Mungu, alinongelea, kamwe sikuwa na rafiki kabla. Tafadhali usinifanye nimpoteze huyu. Alifikia mfukoni na kutoa daftari Jessica aliompa. Kwenye ukurasa wa kwanza kulikuwa na mchoro. Wasichana wawili wa fimbo wakishikana mikono chini ya mti wa mwembe, moja katika sare, moja katika matambara, wote wakitabasamu. Sholola alipitisha kidole kwenye mchoro na kutabasamu. Kisha alifumba macho yake, na kwa mara ya kwanza katika maisha yake, hakulala akiwa na hofu. Sehemu ya 12. Chief Agu anajua. Asubuhi ilianza kama nyingine yoyote. Jessica aliketi kupitia madarasa yake, akichanganyikiwa, akisubiri kengele ya chakula cha mchana. Vidole vyake vilipiga meza yake bila utulivu. Moyo wake ulipiga kwa kasi zaidi ya kawaida. Walimu walimsifu utendaji wake ulioboreshwa. Alikuwa amejibu maswali mawili sahihi katika fasihi. Hata Meku alitaja katika mkutano, lakini Jessica hakujali kwa sababu hakuna yeyote kati yao aliyejua sababu nyuma ya mabadiliko. Haikuwa mafunzo kutoka kwa kocha wa kibinafsi wa gharama kubwa. Ilikuwa Sholola, msichana asiye na viatu na akili yenye nguvu na moyo mkubwa kuliko mtu yeyote aliyewahi kumjua. Jessica hakuweza kungoja kumuona. Saa 1:35 asubuhi, alikuwa tayari chini ya mti wa mwembe na vijiko viwili, boksi la chakula cha mchana na biskuti ya kipendwa cha Sholola iliyowekwa pembeni. Kisha alisikia kelele ya chini ya magari meusi ya SUV yakiingia katika uwanja. Wanafunzi waligeuka kutazama. Walimu waliganda katikati ya sentensi. Hata wanaume wa usalama walitengeza sare zao na kutoa saluti. Tumbo la Jessica lilianguka. Baba, kwa nini yu hapa? Chief Agu hakutembelea shule bila onyo. Alikuwa ameshughulikiwa sana kwa kushangaza. Jina lake peke yake lilipiga uzito. Uwepo wake ulijaza kila nafasi kabla ya kuzungumza. Jessica alisimama haraka, akipangusa chembe za mkate kutoka kwa skati yake. Hakujua afanye nini. Kisha, kabla hajaweza kutenda, Sholola alionekana, akipumua kwa nguvu, akitabasamu, bila viatu kama kawaida. Niko hapa, alisema. Samahani, ilibidi nichote maji kabla ya kuondoka. Lakini Jessica hakutabasamu. Macho yake yalikuwa yamelenga kwenye kitu kilichokuwa kikitoka nje ya SUV. Mrefu, mweusi ngozi, amevaa vizuri sana kwa suti nyeusi na viatu vya ngozi. Chief Agu, baba yake. Sholola alifuata mtazamo wake, mwili wake ukuganda. Je, huyo ni? Jessica aliunguta kichwa polepole. Baba yangu. Tabasamu la Sholola lilitoweka. Hofu ilipita kifuani mwake kama wimbi. Lazima niende, alinongelea, lakini ilikuwa sio wakati. Jessica, sauti nzito iliakisiwa katika uwanja. Aligeuka. Chief Agu alitembea mbele, akifuatwa na wasaidizi wawili. Macho yake yalikuwa makali, yakihesabu.
yakichanganyikiwa. Unafanya nini huko nje? Aliuliza. Jessica alimeza kwa uchungu. Nilikuwa nikila chakula cha mchana. Na nani? Chief Agu alitazama upande wa binti yake na kumuona Sholola, msichana katika gauni lililopasuka, miguu ikifunikwa na vumbi, akishikilia mfuko wa nylon uliova na biskuti iliyoliwa nusu. Uso wake ukasumbuka. Huyu ni nani? Sholola alinama kichwa chake, mdomo wake ukifunguka, lakini maneno yalikataa kutoka. Mwili wake mzima ulitetemeka. Jessica alisimama mbele yake. Huyu ni Sholola. Yeye ni rafiki yangu. Wewe ni nini? Ananisaidia. Ananifundisha. Chief Agu alibonyeza jicho. Samehe. Jessica alipumua na kusimama wima zaidi. Sababu nimekuwa nikifanya vizuri shuleni ni kwa sababu yake. Ananifundisha wakati wa chakula cha mchana kila siku, na naelewa kwake bora kuliko mwalimu yeyote hapa. Kimya kirefu kilifuata. Macho ya Chief Agu yalibaki yakimlenga msichana aliyekuwa akitetemeka nyuma ya binti yake. Kisha aliuliza kwa upole, wazazi wako ni nani, mtoto? Sholola alifanya haba juu, sauti yake ikiwa kavu na kuvunjika. Sijui baba yangu bwana. Mama yangu ni magonjwa. Anaomba kando ya barabara karibu na Oshodi. Watu wanamuita mwenda wazimu. Hatuna nyumba. Mmoja wa wasaidizi alisogea kwa utulivu. Uso wa Chief Agu ulibaki usiosomeka. Hauko shuleni. Sholola alikung'uta kichwa. Kwa nini? Hakuna wa kulipa ada. Mdhamini wangu pekee aliondoka nchini miaka 2 iliyopita. Jessica alikamata mkono wa Sholola. Chief Agu alitazama ishara. Binti yake akishikilia mkono wa msichana huyu kama kamba ya maisha, na kwa mara ya kwanza alilaini. Umekuwa ukija hapa kila siku kumfundisha kwa siri. Jessica aliunguta kichwa. Nilitaka kukuambia, lakini niliogopa. Alimtazama na kwa mara moja sauti yake ilishuka. Umeogopa mimi? Jessica alinongelea. Niogopa haungeruhusu nimwone tena. Bilionia aligeuka kurudi kwa Sholola. Alinginya. Siko hapa kukuumiza, alisema polepole. Ninipeleke kwa mama yako, tafadhali. Sholola alichukua hatua mbaya nyuma. Bwana, tafadhali usimwadhibu. Hajui ninachofanya hapa. Hana afya nzuri. Nikiacha kuja nitakaa mbali. Usimuumize tu. Sitafanya, Chief Agu alisema kwa upole. Nataka kumuona tu. Jessica alimtazama baba yake. Ahidi hutamfukuza Sholola. Alitazama wasichana wote wawili, watoto wawili kutoka ulimwengu tofauti, lakini kwa namna fulani walikuwa wamekutana. Nahidi, alisema. Sehemu ya 13, msaada unaofika. Dakika 30 baadaye, gari mfululizo lilingia, mtaa wenye vumbi karibu na mile 12. Nzi walivuma. Harufu ya takataka zinazowaka ilining'inia hewani. Sholola alionyesha. Yuko pale. Mwanamke aliketi kwenye lami bila viatu, akizunguka mbele na nyuma, akicheka kwa kitu. Nguo zake zilipasuka, nywele zake zilikuwa zimesokotwa. Hiyo ni mama yangu, Sholola alinongelea. Chief Agu alikuwa kimya. Alishuka kutoka gari, akaenda kwa mwanamke na kukunjamana karibu naye. Bi, alisema kwa upole. Mwanamke alitazama juu. Je, umeleta gari? Niliwacha mabawa yangu kwenye gari lako. Machozi yalijaa machoni mwa Sholola. Nitasaidia, Chief Agu alisema kwa upole. Najua watu, anahitaji utunzaji sahihi. Tafadhali, Sholola alisema. Sitaki pesa, nataka awe sawa tu. Alisimama, aligeukia msaidizi wake, na kutoa maagizo. Muite Dkt. Aisha simu. Kitengo cha akili, matibabu kamili, hakuna kuchelewa. Kisha aligeukia Sholola. Na wewe, moyo wa Sholola ulipiga mbio. Kuanzia leo, wewe si msichana asiye na nyumba. Alipumua kwa ghafla. Alikunjamana mbele yake, kuweka mkono imara kwenye bega lake na kumtazama machoni. Una baba sasa. Sehemu ya mwisho, maisha mapya. Sholola hakuamini mwanzoni, hata gari lilipoondoka kutoka mtaa mchafu ambao umekuwa ulimwengu wake wote. Hata alipotazama kupitia kioo chenye rangi wakati mama yake alinuliwa kwa upole kwenye gari la hospitali linaloenda hospitali bora ya akili Lagos. Hata Jessica aliposhikilia mkono wake na kunongelea, uko salama sasa.
Bado alidhani ilikuwa ndoto. Hakuilia. Hakutabasamu. Alitazama tu, akijaribu kuelewa jinsi siku ilianza, kwa hofu ilikuwa imeisha na bilionea akimwita binti. Chief Agu alienda haraka. Ifikapo jioni, Sholola alikuwa amechukua bafu yake ya kwanza sahihi katika miaka. Jessica alikuwa amempa pijama safi. Nywele zake zilikuwa zimesukwa kwa upole na kufungwa na mmoja wa wafanyikazi wa nyumbani ambaye hakuweza kuficha mshangao wake Chief Agu alipomtambulisha. Huyu ni Sholola, atakaa nasi kuanzia sasa, mheshimu kama vile unavyomheshimu binti yangu. Nyumba nzima ikaganda. Msichana kutoka mitaani anaishi hapa. Lakini toni ya Chief Agu haikuacha nafasi kwa maswali. Asubuhi iliyofuata, Sholola alisimama mbele ya kioo katika chumba cha Jessica, akivaa sare ya Queen's Crest iliyoazimwa. Ilikuwa mpya, safi, imepigwa pasi vizuri. Hakuweza kujitambua. Jessica alipiga makofi kwa furaha. Una retrace continue onekana kama mimi. Sholola alitabasamu kidogo. Nahisi kama ninaota. Huoti. Baba yangu alisema ni kweli. Alisema unastahili kuwa hapa. Lakini mimi ni binti wa mama mwenda wazimu. Sholola alisema, sauti yake ikitetemeka. Jessica alikung'uta kichwa. Hapana, wewe ni binti wa baba yangu sasa. Sholola aligeuka polepole kwenye dirisha, akitazama mwanga wa asubuhi unaochomoza. Sijui jinsi ya kumshukuru. Jessica alitabasamu. Kisha mshukuru kwa njia pekee anayojali kweli. Ngaa. Uonyeshe ulimwengu unachoweza kufanya. Siku hiyo, wasichana wawili walitembea kwenye Queen's Crest pamoja. Sare zinazofanana, mifuko inayofanana, tabasamu zinazofanana. Watu walipumua kwa mshangao. Watoto walinongelea. Walimu walibonyeza jicho kwa kuchanganyikiwa. Je, si huyo ndiye yule msichana wa mtaani aliyekuwa akizunguka nyuma ya madirisha na uzio? Ndio, alikuwa yeye. Lakini leo, alitembea na binti wa mwanzilishi wa shule. Hakuna kujificha tena. Hakuna kuangalia kwa uchungu tena. Alikuwa ameingia kupitia lango la mbele kama mwanafunzi. Darasani, Sholola aliinua mkono wake. Kila swali, kila somo. Hakuwa mzuri tu. Alikuwa mzuri wa ajabu. Mwishoni mwa siku, walimu waliita mkutano na mkuu. Msichana huyu ametoka wapi? Mmoja aliuliza. Si mzuri tu, ni wa kipekee. Mkuu alitabasamu. Kutoka mitaani, inaonekana. Lakini sasa ni familia. Wakati huo, Chief Agu alitimiza ahadi yake. Mama wa Sholola aliwekwa chini ya utunzaji wa kitaalamu wa akili katika kituo cha kibinafsi. Dkt. Aisha alimhakikishia kwamba hali ya Abini, ingawa mbaya, iliweza kutibiwa. Tutamstabilisha, daktari alisema. Itachukua muda, lakini kwa upendo, dawa na muundo, kuna matumaini. Sholola alimtembelea mama yake mara moja kwa wiki. Mara chache za kwanza, mama yake hakumtambua. Angepiga kelele kwenye kuta au kulia juu ya nyoka wasio wa kweli. Lakini kwenye ziara ya 5, ghafla alisita. Alitazama juu kwa Sholola na kunongelea, wewe, unaonekana kama anga. Sholola akapasuka kulia. Wiki zilipita. Sholola alizoea maisha yake mapya polepole. Bado aliamka usiku fulani akipumua kwa nguvu, akidhani alikuwa amerudi kwenye lami. Bado alinginya mtu alipoinua mkono haraka sana, lakini polepole tabasamu lake lilikuwa huru zaidi. Kicheko chake zaidi. Alizungumza darasani. Alifanya marafiki wapya, lakini hakuna aliyechukua nafasi ya Jessica. Walikuwa dada sasa, si kwa damu, bali kwa uhusiano. Walishiriki kila kitu. Hadithi, siri, chakula cha mchana na ndoto. Alama za Jessica zilipanda. Ujasiri wake ulichanua. Walimu wake walishangaa. Na wote walijua kwa nini. Kwa sababu ya msichana aliyekuwa kuketi chini ya mti wa mwembe. Ijumaa moja alasiri, Chief Agu alimwita Sholola kwenye ofisi yake. Alisimama kwa wasiwasi karibu na mlango. Aliashiria aketi. Nimekuwa nikikutazama, alisema. Umebadilisha maisha ya binti yangu na yangu. Sholola alishusha macho. Sikukusudia. Nilitaka kujifunza tu. Alicheka.
na sasa utafanya. Kwa kadri inavyonihusisha mimi, wewe ni mtoto wangu, na nitakufanyia unavyomfanyia Jessica. Alifungwa Drew na kumpa kibao kipya kilichopakiwa kabisa na nyenzo zake zote za shule. Sholola aliitazama kama ilikuwa imetengenezwa kwa dhahabu. Kisha alinong'elea, asante, bwana. Asante kwa kuniona. Wakati hakuna mwingine aliyefanya, alisimama na kuweka mkono wa upole kichwani mwake. Hukuwa usionekana kamwe, Sholola. Ulihitaji tu mtu angalie kwa makini ya kutosha. Usiku huo, Sholola aliketi bustanini chini ya mti wa mwembe, sasa umekatwa vizuri, ukizungukwa na vigae safi na benchi. Alitazama nyota. Jina langu ni Sholola, alinongelea. Binti wa hakuna mtu, rafiki wa Jessica, mwanafunzi wa Queen's Crest. Na sasa, alitabasamu. Nina baba. Alifumba macho na kunongelea ombi la mwisho. Mungu, nilikuwa nikikuomba ufanye mama yangu apone, uniondeshe shuleni, unipe rafiki mmoja tu. Ulinipa yote matatu. Sistahili, lakini asante. Aliweka mkono juu ya moyo wake. Naahidi sitapoteza nafasi hii. Na hivyo, msichana ambaye ulimwengu uliita binti wa mama mwenda wazimu alikuwa kitu kikubwa zaidi, ishara ya matumaini, muujiza anayetembea, jibu lililokuwa haikuwa ombi lake la kukata tamaa. Na kwa Chief Agu, kwa Jessica, na kwa kila mtu aliyeamini kwamba upendo na elimu wanaweza kubadilisha maisha, Sholola alikuwa uthibitisho. Mustakabali hatimaye ulikuwa umefungua milango yake, na alitembea kupitia, kichwa kimeinuliwa juu. Ujumbe wa mwisho. Hakuna mtoto anayezaliwa bila thamani. Kila uhai una uwezo, kwa wema, fursa na elimu, hata roho iliyosahauliwa zaidi inaweza kuinuka. Hadithi ya Sholola inatukumbusha kwamba kitendo kimoja cha huruma kinaweza kuvunja mizunguko ya umaskini na kukataliwa. Ukuu wa kweli si unatoka wapi, bali unachofanya mtu anapokuona hatimaye. Amini, inua, na usimhukumu mtoto kwa mazingira yake. Tunatumaini umefurahia hadithi hii yenye nguvu. Tungependa kusikia mawazo yako. Tafadhali shiriki ulichojifunza katika maoni hapa chini. Maoni yako yana maana sana kwetu. Na je, unajua nini? Hadithi nyingine ya kuhamasishana ya kielimu inakuja njia yako katika siku chache tu. Kwa hiyo, hakikisha umejiandikisha na kuwasha kengele ya arifa ili uwe wa kwanza kutazama tunapopakia. Kama hadithi hii iligusa moyo wako, usisahau kupenda na kuishiriki na familia na marafiki zako. Asante sana kwa kutazama. Mungu akubariki.